Kwa hiyo upendo wa Mungu uko tofauti. Sisi mara nyingi tunapenda pale ambapo tunatarajia huyu mtu atatulipa. Yule ambaye hana uwezo wa kutulipa hatuachii upendo. Tunapenda kwa mtu ambaye naye anaonyesha upendo. Mtu ambaye anaonyesha upendo na kulipa mabaya, bado tunakata tamaa. Lakini upendo wa Mungu uko tofauti. Na ndio upendo huo ambao Yesu alituambia, pende jirani yako. Pendaneni kama vile mimi niliwapenda ninyi. Katika ile tumeona katika ile Yohana 13:34-35 anasema amri mpya na wapeni, pendaneni. Hiyo ni amri kwa kila mmoja. Hiyo sio ombi. Hiyo sio ushauri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu ametupa amri ya kupendana. Ukaenda mstari wa 37 anasema ndipo saa watu watakapoona. Ndipo saa watu watakapoona wakiona matendo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende tena tuangalie tabia nyingine katika upendo. Tunatazama ile Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 4 na 7 katika tunda moja tu ambalo tunaliona hapa la upendo. Upendo haujivuni. Upendo haujivuni. Unakuwa unaachia unyenyekevu, hauna majivuno, haujioni bora kuliko watu wengine. Upendo haujioni wewe ni bora kuliko watu wengine. Upendo hauhitaji kupewa sifa. Upendo hauhitaji kupewa pongezi. Upendo hauhitaji kuwa na shukrani kwa watu. Hata watu wasipokushukuru, bado unajua kabisa kwamba hakuna tendo jema lolote lisiotoka kwa Bwana. Kwa hiyo hata kile ulichopata leo ni kwa ajili ya Bwana. Na unachofanya pia ni kwa ajili ya Bwana. Ni kwa sababu unataka Mungu atukuzwe kupitia watu. Utapowapenda watu, tutapokuwa katika hali ya kuachilia, tusiwe watu wa majivuno, tusiwe watu wa kujiinua, bado tunakuwa tunaonyesha tabia kwa watu. Ni rahisi sana watu kuanza kujifunza na kuvutwa na ule hadi unyenyekevu nao, na watu wakaanza kubadilika hatua kwa hatua. Ukisoma katika ile Wafilipi 2 na ule mstari wa 3, tusome. Nasema msifanye neno lolote kwa kushindana wala kwa mabishano. Tusome ile Wafilipi 2 na ule mstari wa 3. Filipi 2 na ule mstari wa 3. Kumbuka hizi ni tabia ambazo ziko ndani ya upendo. Katika tunda la kwanza, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Upendo haujitukuzi. Upendo haujivuni. Na ndio maana hapa anasema kwamba kila mtu amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Hivi kwanza, kwa mfano kuna vitu vizuri hapa, zawadi zimekuja, kila mtu anataka kuchagua. Upendo unatuambia wewe uweze kumsamini mtu mwingine kuliko hata unavyomsamini wewe. Wewe uko rahisi kukosa, lakini unaweza kuwapata. Ndio upendo unaotuambia upendo wa agape, si upendo unatokana na hisia za kibinadamu. Upendo haujivuni. Upendo haujihesabu wewe kuwa bora kuliko wengine. Upendo unajitoa nafsi yako kwa ajili ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa tuangalie tena, bado tuko katika ile tunda la kwanza la upendo. Upendo hauchukii. Upendo unasamehe na kuendelea kupenda. Upendo hauchukii. Upendo hausamehe. Katika Wakorintho ile wa kwanza 13 mstari wa 5. Upendo hauchukii. Upendo unasamehe na kuendelea kupenda. Upendo ule wa agape hauchukii. Mtu anaposamehe, anasamehe jumla. Hawahesabu kumbukumbu za mtu aliyokutendea ili uweze kuyatumia baadaye. Unajua mara nyingi sisi tunakosewa na sisi pia tunakosea. Binadamu yeyote yule, hakuna binadamu ambaye hajakosea. Tunakosea kwa namna moja au nyingine, tunawakosea. Inawezekana huyo aliyokukosea sio ule ukosea, lakini kuna mtu mwingine pia unamkosea.
Na tunapomkosea mtu mwingine, ujue tumemkosea Mungu. Mwingine anapokuwa ameachia msamaha, bado anakumbuka, anahifadhi yale matukio. Halafu baadaye anaanza kukumbusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokosea kitu fulani tu, anakuambia, mbona umekosea wewe kila siku unapokosea tu. Wewe kila siku mbona unanitendea haya? Wewe kila siku mbona umekosea hiki? Kwa hiyo sasa moyo wake umehifadhi kumbukumbu. Amesamehe ndio, lakini bado ile chuki iko ndani. Bado ile chuki iko ndani. Ndio maana inaweza kuhesabu. Inaanza kuhesabu ile matendo, makosa, aliyokosea, wewe ulikosea jana, sasa hivi kama Mungu tulipotaka kumkosea, makana tuliwatendea wengine tu vibaya tena kumkosea Mungu. Tukienda nje ya utaratibu wa kimungu na sheria zake kumkosea Mungu. Mungu angeanza kila siku anataka kukumbuka. Ukiomba msamaha anakuambia wewe mbona unanikosea na kukumbusha uliokosea huko nyuma. Na mtu angesimama kweli. Hakuna mtu yote anayeweza kusimama. Kwa hiyo upendo huu usema katika Korinto wa kwanza 13 mpaka 7, wenyewe hauchukii bali unasamehe. Hauna kumbukumbu. Kisamehe ni mtu anasamehe jumla. Hawaweki kumbukumbu zozote juu ya wewe, hata wamekosea namna gani. Huo ndio upendo ambao Yesu anatuambia kwamba pendaneni, sameheaneni, wapendeni adui zenu, wasameheni wanaowakosea. Msiwasamehe makosa yenu, wala Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe. Tunapoenda kuomba msamaha, Mungu huwa anatazama katika wale watu ambao umewasamehe. Alafu anagundua kuna watu umewabeba ndani yako, umewasamehe lakini chuki ipo. Kwa hiyo sasa ni ule upendo bado na maumivu umeweka. Ukifa katika hali hiyo, hakuna atakayemwona Mungu. Hakuna atakayemwona Mungu. Hakuna atakayeingia mbinguni akiwa tayari amewabeba watu ndani. Unajua katika ulimwengu wa roho, unapomweka mtu, yule mtu anakaa, kuna roho imekaa, yaani yule mtu amekaa katika ulimwengu wa roho, ndani ya moyo wako amekaa. Sasa unakuta wamekaa wengi, katika macho ya nyama hatuoni, tunamuona choni, tulichochoni. Tunamuona, lakini ndani ya moyo wake kama kuna mtu yeyote yuko, watumishi wa Mungu, anakuwa amekaa. Kwa hiyo unaenda kuenda katika mlango wa mbinguni, ule baada ya ule wetu kuisha, unaingia mbinguni, wale watu bado wapo. Unakuta tayari kuna mtu kakaa pale pale, alikutendea ndio ni sahihi kabisa, alikutendea mabaya ni sahihi kabisa, lakini ile amri aliyosema na wapeni amri mpya wapendaneni kama vile nilivyowapenda. Ametumia kigezo cha upendo wa kwake yeye mwenyewe kutusamehe hata tulipokuwa tungali kwenye dhambi. Tulipokuwa tustahili bado anatusamehe. Kwa hiyo unaenda baada ya maisha yetu hapa duniani kuisha, tunaondoka, unakuta wale watu bado wako ndani. Umesamehe ndio, lakini umesamehe chuki bado ipo. Kumbukumbu zao bado zipo. Kwa hiyo tunaposamehe, tujifunze kufuta kila kitu. Tukumbuke kwamba hata sisi si wakamilifu. Tunapoanza kujitazama udhaifu wetu, ukajipima, tukaanza kujiangalia, ukaangalia namna ambavyo unamkosea Mungu kuanzia asubuhi, kipime tu namna ambavyo kabisa Mtakatifu aweze kukutengeneza. Utagundua kwamba wewe si mkamilifu, unahitaji huruma na rehema za Mungu. Unaweza kujitahadhari yule mtu mmoja ukishindwa kumsamehe, lakini uko nyuma kuna mambo mengi mno ambayo wewe pia unahitaji rehema. Usipomsamehe yule, wala Baba yenu wa mbinguni hatawasamehe makosa yenu. Sasa kama utasamehewa, utahitaji kuingia mbinguni. Sisi tulipo hapa tuna miaka michache sana hiyo sana.
Tumeenda, wengine wamebakiza miaka 50 za kuishi, wengine 30, wengine michache, hatujui. Kwa maana Yesu anasema tuwe tayari wakati wote. Wakati wote tunaishi duniani hapa kama vile tutaondoka kesho. Tunaishi duniani hapa kama vile tutaondoka muda mfupi baadaye. Tuwe tayari wakati wote. Usimbebe mtu. Futa kumbukumbu zozote zile. Ukisamehe, samehe moja kwa moja. Najua ni ngumu, lakini jifunze kusamehe na kusahau. Jifunze kusamehe na kusahau. Ndipo utakapokuwa unaitwa mwana wa aliye juu. Sifa hiyo ipo imebebwa katika kusamehe. Adui yako msamehe. Aliyekulaani bariki. Waombeeni adui zenu, watakieni mema. Unapofanya namna hiyo, unaposamehe, unamruhusu Mungu aingilie kati. Kisasi si chako, kisasi cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye tutaangalia kwa undani, kwa sababu hapa tuko kwa zile tabia tu, lakini leo tutaangalia karama moja baada ya nyingine kwa undani kidogo. Nyingine ukiangalia ni ufurahia kweli. Ufurahia kweli. Upenda haki na uadilifu. Ufurahia kweli maana yake ni kwamba mstari wa mwisho ukiangalia katika ule mstari wa 6 Korinto wa kwanza 15 mstari wa 6 anasema upenda haki. Ufurahia kweli maana yake ni upenda haki na uadilifu. Upendo hauungi mkono dhambi wala uovu wowote, au udhalimu wowote, au vichi udhalimu au uovu kwa kisingizio cha kupenda. Upendo umenyooka kama rula, unasimama katika uadilifu na haki. Mtu anapokosea, upendo au vichi udhalimu, uko tayari kusimama na kusema hii si sawa sawa, bila kutazama, bila kuangalia. Siku moja nilipokuwa ninaingia kwenye nilibadilishiwa idara, nikaingia katika idara ya ukaguzi wa ndani. Nikakuta bosi wangu akaniambia, akaniachia andiko moja inaitwa katika Kutoka sura ya 23. Ukisoma vizuri, akaniambia nenda kaisome. Kasome alafu pamoja na vitabu vingine vingi vya ukaguzi wa kimataifa navyo kapitie. Nikaenda nikapitia, nikaona kitu kimoja kwamba usimpendelee mtu mnyonge. Mtu kakosea kabisa, alafu anataka kufunika. Kila mtu apewe haki yake. Alokosea basi aone, usifunike ikapita. Kwa hiyo upendo huu au ufurahia kweli, upenda haki na uadilifu, haungi mkono dhambi au udhalimu aina yote, wenyewe unasimama kwenye kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama kweli hiyo itamgharimu mtu. Zaburi ya 85 mstari ule wa 10 inasema rehema na kweli zimekutana, haki na amani zimegusiana. Rehema na kweli zimekutana. Kwa palipo na rehema pana kweli, palipo na haki pana amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo upendo haufichi uovu wa kisingizio cha kupenda. Uovu wote ulipo ni lazima uweze kudhihirishwa ili uweze kuachwa, uweze kufunuliwa. Haufurahi uovu wala udhalimu, unasimama na kweli, ufurahia kweli. Haufichi uovu au kutoshi ukweli. Ukweli utabaki kuwa ukweli. Huo ndio upendo wa agape. Upenda haki kuliko sifa za watu.
haki na amani zimehusiana. Haki na amani zimehusiana. Kwa hiyo tunakuwa haki ya kweli tulionyoosha sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutapokuwa kuna kalama siku moja zitakoma. Na nimeona sasa hawa watu ambao tuliwaona katika ile Luka ule katika ile nadhani Yohana 13:36 ile utaona walimfuata Yesu akasema, Bwana, tulitoa pepo, tulifanya matendo ya miujiza na nini, unabii kwa jina lako, lakini alisema ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa hiyo bado inawezekana tukaendelea kutenda maovu na karama zikaendelea kutenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Au karama zikakoma, lakini upendo hauko. Upendo huko mpaka milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo la kwanza ni upendo, na ndio tiketi kuu. Tunapokuwa na upendo ndipo mambo mengine yote yanapokuwepo. Zile matunda mengine, uvumilivu, utu wema, kiasi, fadhili, uaminifu, yale matunda mengine yote yanazaliwa ukiwepo na upendo. Upendo usipokuwepo, haya mengine yote hayawezi kustawi, yatakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo upendo unaanza kwanza, ndizo karama zinafuata. Hilo katika Yohana 13:37 kwa kiongozi. Yohana 13:37 anasema, ndiko watu wanapojua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Kikosa upendo, watu hawataona kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu. Wataona sisi ni wafuasi kama wenzao. Upendo ndio nguzo kuu. Upendo umebeba mambo yote. Upendo umebeba ufalme. Upendo umebeba vazi la mbinguni. Kwa hiyo sasa, kila mmoja anajaribu kujitafakari, uone upendo wetu. Je, upendo ukoje? Na ndio maana ukienda katika Ufunuo anasema umeuacha upendo wako wa kwanza. Rudi ukayafanya yale mambo ulikuwa unayatenda, matendo ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tendo ndio msingi. Waraka kwa Yohana 4:8 anasema, yeye asiyependa hamjui Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa hiyo kama upenda, usipokuwa na huo upendo, wewe hujui Mungu, kwa maana Mungu yeye mwenyewe ni upendo. Waraka sasa, bado muda wetu dakika chache tu, tupitie sasa tunda lingine linaitwa tunda la furaha. Tunda la furaha ni kama tutaishia hapa. Tukasome katika Nehemia 8:10, Nehemia 8:10 na Warumi 14:17. Nehemia 8:10 na Warumi 14:17. Nehemia sura ya 8:10 inasema, kisha akawaambia, enendeni zenu mle kilichonona na kunywa kilicho kitamu, tena mpelekeeni sehemu yeye asiyewekewa kitu, maana siku hii ni takatifu kwa Bwana wetu. Wala msihuzunike, kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Tumesema Warumi 14:17. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Hii furaha inayozungumzwa hapa ni furaha ambayo inatoka ndani kabisa ya moyo wa wanadamu, ambayo inazalishwa na Roho Mtakatifu. Soma katika ile Warumi 14:17 anasema, kwa maana ufalme wa Mungu si kula na kunywa,
bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu mwenyewe, kutokana na ushirika wetu tunao wa sisi na yeye, anaachilia tunda linaloitwa furaha. Ile furaha si furaha inatokana na mambo ya nje. Labda unakula chakula kizuri, una uhakika wa chakula, unaweka furaha nzuri, una uhakika mambo yote ya kimwili ya nje kwamba unavipata. Unaweza ukavipata vyote hivyo, lakini bado kuna furaha ile ambayo nimesema. Kwa hiyo hii furaha aliyozungumza hapa ni ile furaha ya ndani inayoachiliwa na Roho Mtakatifu mwenyewe, ambayo hata katikati hauna chakula, bado ile furaha haiwezi kukoma. Utaendelea kuwa na ile furaha amani. Katikati ya majaribu bado utakuwa na ile furaha. Tutaona mbele zile tabia za hii furaha zikoje. Wakati napitia ili andiko la Nehemia 8:10 kuangalia muktadha wa hili andiko, nikakumbuka kwamba kipindi kile cha Nehemia, kitabu cha Nehemia kinaeleza kurudi kwa wana wa Israeli walipokuwa utumwani Babeli, pamoja na ule ujenzi wa ukuta. Wakati wanachukuliwa wana wa Israeli utumwani, ule ukuta ulikuwa umezunguka Israeli, ulibomolewa wote. Yerusalemu ulibomolewa na wote wakachukuliwa mateka. Sasa katika kitabu hiki cha Nehemia, ambapo kuhani alikuwa ni Ezra, ambaye pia ndio alikuwa mwandishi, tunaona kwamba Nehemia walihamasisha ujenzi upya. Kwa hiyo sasa, baada ya kuwa wamekamilisha ule ujenzi wa ule ukuta, walikuwa wakijenga usiku na mchana, wengine washika bunduki na wengine walikuwa pia wanacheka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, baada ya kumaliza ujenzi, ilianza kazi nyingine pia ya kuanza kujenga ushirika na mahusiano ya watu kwa Mungu. Kwa sababu walipoona watu wakaanza kuita kusoma kile kitabu cha Musa, Torati ya Musa, wakaanza kusoma na Walawi wakaanza kutafsiri yale maandiko. Ndipo sasa tunaona watu wakaanza kuguswa na hali, wakajiona wenye dhambi, wakajiona kwamba wako mbali sana na Mungu. Biblia inasema wakatubu sana, wakalia sana. Ukiangalia katika ile Nehemia 8:9 wanasema watu wakalia sana kwa sababu dhambi zao ziliguswa. Na ndipo sasa Nehemia huyu anawaambia msilie, basi simameni, kwa sababu neema ya Mungu ndio furaha yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema kwa maana furaha ya Bwana ndio nguvu yetu. Furaha ya Bwana ndio nguvu yetu. Na katika hii Warumi 14:17 Bwana Yesu anatuambia kwamba ufalme wa mbinguni si katika kula na kunywa. Haujajengwa katika mambo ya nje. Haujajengwa katika mambo ya nje. Hautegemei hali ya nje ili uweze kuwa na hii furaha. Hii furaha inatokana na Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa hiyo hata kama pale vitu vya dunia vimeisha, hali zimepungua, nafasi imeondoka, roho anayo, hauchochote kile ambacho kilikuwa kinakupa furaha ya kidunia, bado hii furaha inabaki kuwa ya Mungu, haiondoki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inazidi kuongezeka kwa kadri mtu anavyokaa katika uwepo. Kadri ushirika na Roho Mtakatifu unavyoongezeka, ndivyo ambavyo hii furaha inazidi kuongezeka, na furaha katika Roho Mtakatifu. Inawezekana wewe tunaona kwamba tuna furaha kutokana na mazingira jinsi wanayo, lakini pia inawezekana kabisa kwamba hii furaha miongoni mwetu hatujaikuwa nayo, kwa sababu hii furaha inatokana na mahusiano ulionayo wewe na Roho Mtakatifu. Ndio anaiachia. Tunaanza kuona tunda linaitwa furaha, linazaliwa linaitwa furaha. Unajikuta wewe ni mtu mwenye amani, amani ambayo hata ukiangalia haina sababu yoyote. Wewe unaishi katika mazingira magumu au mazingira mazuri, lakini ile amani ndio unaonayo, unajikuta ni kama mbingu zimefunguka huko duniani. Ufalme wa mbinguni upo ndani yako. Kwa ile furaha ambayo inaachiwa na Roho Mtakatifu mwenyewe,
ambayo sasa ndio anaachia furaha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Yesu anasema katika Yohana 15:11, mambo hayo niliwaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu ipate kutimizwa. Kwa hiyo sasa ile furaha ya Yesu iliyokuwa ndani ya Yesu, ambayo ndio ipo ndani ya Roho Mtakatifu, alikuwa anawaambia mambo hayo niliwaambia. Tusome wakati Yesu anaanza kuwaambia pia baada ya kuondoka kwake. Yohana 15:11. Amen. Yohana sura ya 11, sura ya 15 mstari wa 11. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amina. Kwa hiyo rudi nyuma kidogo, mstari wa 10. Mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Yesu anataka furaha ile aliyokuwa nayo yeye Yesu, kutokana na ule ushirika wa yeye na Baba. Ule ushirika wa yeye na Baba na kuzishika amri zake ulitengeneza hali fulani ya furaha ambayo ipo kati ya Baba na kati ya Mwana na Roho Mtakatifu. Ile furaha haizalishi, haitokani na matokeo ya nchi. Hata kama umesema atakukwaza pale utamtona furaha. Katika hali yoyote ile ulio nayo, bado furaha utakuwa nayo. Ishi hapo, baadaye tutaendelea sifa za kuwa na furaha. Tutapitia moja baada ya nyingine, ni sifa zipi ambazo mtu anapokuwa nazo ana hiyo furaha. Funge macho. Mtakatifu na Bwana Mungu wa majeshi, nakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki ambacho wewe umekiruhusu mwenyewe mtakatifu. Endelea kufundisha juu ya siri za ufalme wako, upate kuelewa, ili Mungu siku moja uwe na sifa ya kwenda ukae katika hali ya utakatifu na utauwa wako, tukapate kufanana na wewe katika tabia na mwenendo wetu, matendo yetu ya kufanana na wewe, tabia yetu kulingana na wewe. Wewe mwenyewe Bwana ukapate kujizilisha kupitia maisha yetu, na watu wanapoyaona maisha yetu Bwana watukuze wewe Mungu wetu. Asante Bwana katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya watoto wako kwa Mungu waliokuja kukusikiliza wewe. Naomba maneno haya ukatengee tabia, upendo ukazaliwe ndani yao Bwana, upendo ule ambao Mungu, upendo wa agano uliotupenda sisi, ambao umetuagiza nasi Mungu tuweze kupendana kama ambavyo wewe mwenyewe Mungu ulitupenda sisi. Tunaomba upendo huo uliotupenda sisi bila sababu ya aina yoyote. Kama tulikuwa tustahili kuwa tungali bila sana, wewe ulitupenda na sisi tuweze kuwapenda watu Mungu, hata pale ambapo tunawakosea, bado tukupende wewe Bwana. Hata pale ambapo Mungu hawastahili watu, tuwapende pia. Tuweze kuwapenda adui zetu, tuweze kuwapenda wale wanaotulaani, tuweze Mungu kuachilia Bwana, kuachilia msamaha bila masharti, tuweze kuachilia msamaha bila kuwa na kumbukumbu za yale matukio waliyotendea watu ambao tunasema kwamba tunawasamehe. Tuweze kusamehe Bwana Mungu kwa moyo ulionyooka, tuweze kusamehe bila kuwa na chuki, bila kukumbusha. Tusamehe Bwana, tusamehe moja kwa moja, kwa sababu ndio tabia yako Bwana. Wewe unasema unapomsamehe mtu dhambi zako unazitupa kabisa katika vilindi vya maji, wala hakuna kumbukumbu, unazitoa katika sehemu ya kusahaulika, wala uzikumbuki kabisa. Kama vile mashariki ilipo mbali na magharibi, ndipo ambapo Mungu unapotusamehe dhambi zetu Bwana uzikumbuki kamwe. Na wewe ndio unataka hata sisi Bwana tunapokuwa wasamehe watu tuweze kuwasamehe kabisa Bwana. Upendo ule ulioko ndani yetu tuweze kuachilia. Huku tunajiachilia tena ndani yako. Tusaidie Mungu tuweze kuwa na upendo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na ndipo sasa tunapofanya haya, ndipo tutapoitwa wana wa Mungu aliye juu. Na ndiko sasa Roho Mtakatifu ataanza kuyaruhusu matunda mengine ya Roho, furaha, uvumilivu, utu, wema, kiasi. Juu ya mambo kama hayo Bwana hakutakuwa na shida yoyote.
na haya ndiyo vazi la kwenda mbinguni. Tukiyakosa haya Bwana, hakuna atakayeingia katika ufalme wako Bwana. Ni wale tu watakatifu ambao wamenyenyekea na kuwa tayari kuyafanya haya na kuwa na upendo. Asante mtumishi wako na nisalimisha kwako. Naomba Bwana, hebu kuendelea kwa nasi, nidhihirishe katika ibada hii. Unitukuze mwenyewe Bwana Mungu, hata tunapoelekea katika siku hii ya wiki ya uchafu wa Roho Mtakatifu na nguvu zako. Naomba Bwana, endelea kujitukuza mwenyewe, maana ibada ni ya kwako wewe mwenyewe Bwana. Tunakuhitaji, endelea kwako kwa ajili ya utukufu wako.